Mke alirudi nyumbani na kumkuta mumewe akipika na mwanamke mgeni jikoni. Asha alisimama mlangoni bila kusema neno. Mikono yake ilitetemeka kidogo, lakini uso wake ulikuwa mtulivu kama mtu aliyeshazoea maumivu. Harufu ya pilau ilijaa hewani, ile harufu ambayo kwa miaka mingi ilimaanisha furaha ndani ya ndoa yake. Leo ilionekana kama mzaha mchungu. "Mkaribishe mumewe, Juma," alisema kwa sauti ya kawaida, kana kwamba hakuna jambo lisilo la kawaida lililokuwa linaendelea. Mwanamke yule aligeuka polepole. Alikuwa na tabasamu la heshima, lakini macho yake yalikuwa na kitu cha siri. "Shikamoo," alisema kwa upole. Asha hakujibu mara moja. Alitazama meza, akaona sahani 3 zimeandaliwa tayari. "Tuna mgeni," Juma aliongeza haraka, akijaribu kufunika hali hiyo. Lakini Asha alikuwa mwanamke aliyekuwa ameona mengi. Alikuwa amesimamia familia yao, biashara yao ndogo ya real estate, na hata mipango yao ya investment ya baadaye. Hakuwa mjinga. Alivuta pumzi ndefu. "Mgeni gani anayepika jikoni yangu?" Kimya kilitawala tena. Na hapo ndipo hadithi ilianza. Juma alicheka kidogo, lakini haikuwa kicheko cha kawaida. "Asha, kaa chini kwanza tuzungumze." Lakini Asha hakusogea. "Nimesimama vizuri hapa. Niambie." Mwanamke yule alishusha macho kana kwamba alikuwa hajazoea hali ya mvutano. "Jina langu ni Neema," alisema polepole. Asha alirudia jina hilo kimoyomoyo. "Neema. Ananisaidia tu," Juma alisema haraka. "Ni kwa ajili ya ile online business tuliyokuwa tunaizungumza. Unakumbuka nilikwambia tunahitaji mtu wa kusaidia upande wa masoko?" Asha alikumbuka, lakini hakuwahi kusikia kuwa huyo mtu angekuwa jikoni kwake akipika na mumewe kana kwamba ni familia. "Masoko yanahusiana na kupika?" Asha aliuliza kwa sauti tulivu lakini kali. Juma alinyamaza. Neema alijaribu kuingilia. "Samahani dada, sikumaanisha." "Usiniite dada," Asha alikata. Kimya kilirudi tena, kizito zaidi kuliko awali. Ndani ya moyo wake, Asha alihisi kitu kikivunjika polepole, lakini hakutaka kulia. Hakuwa mwanamke wa kulia mbele ya watu. Alijua kitu kimoja. Hii haikuwa hadithi ya kawaida, na ukweli bado haujafunuliwa. Asha alitembea polepole hadi mezani, akavuta kiti na kuketi. Hakusema neno. Alitaka kusikia kila kitu. "Sasa, semeni," alisema kwa sauti ya chini lakini yenye mamlaka. Juma alikuna kichwa. "Ni biashara tu Asha. Tunaingia kwenye mradi mkubwa wa finance. Kuna fursa kubwa sana ya pesa." Asha alitabasamu kidogo, lakini haikuwa tabasamu ya furaha. "Na hiyo pesa inahitaji mwanamke mwingine jikoni yangu?" Neema alinyanyua macho kwa ujasiri kidogo. "Hapana, inahitaji uaminifu." Maneno hayo yalimgusa Asha kwa njia isiyoeleweka. "Uaminifu?" Asha aliuliza. Juma alionekana kuchanganikiwa. "Asha tafadhali." "Hapana, acha nimuulize yeye." Neema alivuta pumzi. "Najua wewe ndiye uliyesaidia kujenga maisha haya. Najua umewekeza kila kitu. Ndoa, biashara, hata ile insurance yenu ya familia uliyoisimamia mwenyewe." Asha alishangaa kidogo. "Unajuaje hayo yote?" Neema hakujibu mara moja. Na hapo ndipo Asha aligundua huyu mwanamke hakuwa mgeni wa kawaida. Kulikuwa na kitu kikubwa kinachoendelea nyuma ya pazia. Juma alisimama ghafla. "Hii inaenda mbali sana." "Basi niambie ukweli," Asha alisema bila kupepesa macho. Neema alisimama pia. "Nitaongea," alisema kwa uthabiti. Juma alitikisa kichwa. "Sio sasa." "Ni lazima iwe sasa," Neema alijibu. Asha alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Hii haikuwa tena kuhusu wivu. Ilikuwa kuhusu ukweli. "Miaka 2 iliyopita," Neema alianza, "kulikuwa na uwekezaji uliofanywa kwa jina lako, lakini haukuwa wewe uliosaini." Asha alikunja uso. "Una maana gani?" Juma alifumba macho. "Uliingizwa kwenye mpango wa investment bila kujua," Neema aliendelea. "Na sasa pesa zimekuwa sana, lakini pia kuna hatari kubwa." Asha alihisi kama dunia inazunguka. "Juma, hii ni kweli?" Juma hakujibu mara moja, na kimya chake kilisema kila kitu. Lakini bado swali kubwa lilikuwa, kwa nini Neema alikuwa hapa? Na kwa nini ukweli huu umefichwa hadi leo? Asha alisimama polepole, macho yake yakimwangalia Juma kwa uchungu ambao haukuhitaji maneno. "Ulitumia jina langu?" aliuliza kwa sauti iliyovunjika kidogo. Juma alijaribu kusogea karibu naye. "Nilikuwa nalinda familia yetu." "Kwa kunidanganya?" Asha alikata kwa uchungu. Neema aliingilia kwa haraka. "Sikiliza kwanza,
Hii pesa inaweza kubadilisha maisha yenu, ni mamilioni. Asha aligeuka kumtazama Neema. Na wewe unapata nini? Swali hilo lilikaa hewani kwa sekunde kadhaa. Neema alijibu polepole, ukweli. Asha alicheka kwa uchungu. Ukweli gani unaokuja jikoni ya mtu mwingine bila heshima? Neema alinyomaza. Juma alisema kwa sauti ya chini, kuna watu wanatafuta pesa hiyo, si watu wazuri. Asha alihisi baridi ikipita mgongoni. Hii haikuwa tena kuhusu ndoa tu, ilikuwa kuhusu hatari, na maisha yao yalikuwa karibu kubadilika kabisa. Lakini bado Asha hakujua nani alikuwa upande wake au nani alikuwa adui. Asha hakuketi tena. Alianza kutembea polepole sebuleni, akijaribu kupanga mawazo yake. Mnasema kuna pesa na kuna hatari, alisema huku akiwatazama wote wawili. Lakini bado sijaelewa KWA nini mulikuwa MN anificha. Juma aliketi chini, kichwa chake kikiwa chini. Nilikuwa naogopa Asha. Hii si mchezo. Watu hawa hawachezi. Neema aliongeza kwa utulivu. Na ndiyo maana niko hapa. Nilikuwa sehemu ya huo mpango kabla mambo hayajaharibika. Asha alisimama ghafla. Unamaanisha wewe pia uko ndani yake? Neema alitikisa kichwa. Nilikuwa, lakini nilitoka nilipoona mambo yanaenda vibaya. Na sasa unakuja nyumbani kwangu? Asha aliuliza kwa hasira iliyofichika. Neema alimwangalia moja kwa moja. Nimekuja kukuokoa. Maneno hayo yalikaa moyoni mwa Asha kwa uzito mkubwa. Kuniokoa au kuniharibia zaidi? Asha aliuliza. Juma alinyanyua macho yake. Asha, lazima tuondoke hapa kwa muda. Hao watu wanaweza kufika wakati wowote. Kimya kilitanda. Kwa mara ya kwanza, Asha alihisi hofu ya kweli. Usiku huo haukuwa wa kawaida. Hakukuwa na chakula wala mazungumzo ya familia kama zamani. Kila mtu alikuwa na mawazo yake. Asha aliingia chumbani na kufunga mlango. Alikaa kitandani akitazama picha ya harusi yao iliyokuwa ukutani. Juma, kwa nini? Alinong'ona. Alikumbuka jinsi walivyoanza bila kitu. Walijenga biashara yao ya real estate polepole, wakahifadhi pesa kidogo kidogo, wakawekeza kwa akili. Hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angekuwa anafichua mambo makubwa hivi. Mlangoni kuligongwa taratibu. Asha, ilikuwa sauti ya Juma. Usiingie, alisema kwa uchovu. Lakini Juma aliingia polepole. Nahitaji uelewe. Asha hakumwangalia. Na mimi nilihitaji ukweli mapema. Juma alikaa pembeni yake. Nilifanya kosa, lakini nilifanya kwa ajili yetu. Asha aligeuka kumtazama. Hakuna mtu anayelinda familia kwa kuharibu uaminifu. Maneno hayo yalimgonga Juma moja kwa moja. Na kwa mara ya kwanza alionekana kuvunjika. Asubuhi haikuletea amani, badala yake ilileta mshtuko mpya. Kulikuwa na gari nyeusi lililokuwa limeegeshwa nje ya nyumba yao. Asha alilitazama kupitia dirisha. Hawa ni nani? Neema alisimama karibu naye. Uso wake ulibadilika mara moja. Wamefika. Juma alisimama haraka. Haiwezekani, bado mapema sana. Asha aligeuka kwa haraka. Nani wamefika? Neema alijibu kwa sauti ya chini. Wale wanaotaka hiyo pesa. Mlango uligongwa kwa nguvu. Fungueni! Sauti nzito ilisikika nje. Moyo wa Asha ulianza kupiga kwa kasi. Hii haikuwa tena hadithi ya ndani ya nyumba, imekuwa vita ya kweli. Hatuna muda, Juma alisema. Tunatoka nyuma. Asha alisimama bila kusogea. Sitakimbia bila kuelewa kila kitu. Neema alimshika mkono. Ukisubiri, unaweza kupoteza kila kitu, hata maisha yako. Mlango ulipigwa tena, safari hii ikiwa kwa nguvu zaidi. Na uamuzi ulipaswa kufanywa sasa. Walitoka kupitia mlango wa nyuma kwa haraka, wakitembea kwa tahadhari hadi kwenye ua wa jirani. Asha hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angekimbia kutoka nyumbani kwake mwenyewe. Hii ni wazimu, alisema kwa sauti ya chini. Juma alishika mkono wake kwa nguvu. Niamini tu kwa mara ya mwisho. Neema alikuwa mbele, akiongoza njia. Tunahitaji kufika mahali salama
Kabla hawatutupata, walifika baradari na kuingia kwenye gari la zamani halikuvutia macho. "Ni la nani hili?" Asha aliuliza. "Rafiki," Neema alijibu kwa kifupi. Safari ilianza kwa ukimya zito. Baada ya dakika chache, Asha aliuliza swali lililokuwa linamtesa moyoni. "Ni kiasi gani cha pesa tunazungumza?" Neema alitazama mbele. Zaidi ya vile unavyofikiria. Pesa ambazo zinaweza kubadilisha maisha ya vizazi. Asha alifumba macho kwa sekunde, lakini ndani yake alijua pesa hii pia inaweza kuharibu kila kitu. Walifika kwenye nyumba ndogo ya mbali kidogo na MJI. Ilikuwa tulivu, kana kwamba hakuna mtu anayeijua. "Hapa tuko salama kwa sasa," Neema alisema. Asha aliingia ndani polepole, macho yake yakichunguza kila kona. Hakukuwa na anasa, lakini kulikuwa na utulivu. "Basi sasa, niambieni ukweli wote," alisema kwa sauti thabiti. Juma na Neema waliangaliana, na safari hii hakuna aliyekwepa. "Pesa ile iko kwenye akaunti iliyofunguliwa kwa jina lako," Neema alianza, "na iliipata kupitia mpango ambao uligeuka kuwa hatari. Watu wakaanza kupoteza kila kitu." Asha alikunja uso. "Na sisi?" Juma alijibu, "Sisi tulibahatika, tukapata zaidi. Lakini hiyo bahati imekuja na gharama," Neema aliongeza. Asha aliketi chini polepole. "Na gharama hiyo ni nini?" Kimya kilichukua sekunde chache. Kisha Neema alisema, "Wanataka pesa yao irudi, au watakuja kuchukua kitu kingine." Asha alinyanyua macho polepole. "Na hicho kitu ni nani?" Asha alikaa kimya kwa muda mrefu baada ya swali lile. "Wanataka kuchukua nani?" aliuliza tena, safari hii kwa sauti ya chini lakini nzito. Juma alishusha pumzi. "Wewe." Maneno hayo yalimgonga Asha kama radi. "Mimi?" alirudia kwa mshangao. Neema aliketi karibu naye. "Akaunti iko kwa jina lako, kisheria wewe ndiye unahusishwa na hiyo pesa yote." Asha alicheka kwa uchungu. "Hivyo basi, nimekuwa kifuniko cha kosa lenu?" Juma alijaribu kujitetea. "Sikutaka iwe hivyo, nilifikiri nitaweza kurekebisha kabla haijafika hapa." Asha alitikisa kichwa. "Lakini sasa imefika." Kimya kilitanda. Baada ya muda, Asha aliuliza, "Kuna njia ya kumaliza hili bila vita?" Neema alimtazama kwa makini. "Kuna njia moja tu." "Ni ipi?" Neema alisita kidogo, kisha akasema, "Kurudisha pesa yote au kucheza mchezo wao." Asha alinyanyua macho. "Mchezo gani?" Neema hakujibu moja kwa moja. Na hapo ndipo Asha alijua hii haikuwa mwisho wa matatizo, bali mwanzo wake halisi. Usiku ulipoingia, mvua ndogo ilianza kunyesha juu ya paa la ile nyumba ndogo. Asha hakuwa amelala, alikuwa amekaa dirishani akitazama giza. Neema alikuja pole pole. "Huwezi kulala?" Asha alitikisa kichwa. "Nafikiria maisha yangu yote yamebadilika ndani ya siku moja." Neema alikaa karibu naye. "Nilipitia hali kama hii." Asha aligeuka kumtazama. "Na uliwezaje kutoka?" Neema alinyamaza kwa sekunde chache. "Nilipoteza mtu." Asha alihisi baridi moyoni. "Nani?" Neema alijibu kwa sauti ya chini, "Ndugu yangu." Kimya kizito kilitawala. "Hawa watu hawatanii," Neema aliendelea. "Ndio maana lazima tufanye uamuzi sahihi mapema." Asha alifumba macho. "Na Juma alijua haya yote?" Neema alitikisa kichwa pole pole. "Alijua sehemu tu, sio yote." Asha alihisi machozi yakikusanyika, lakini hakuyaruhusu yatoke. Kwa mara nyingine, alihisi kuwa peke yake ndani ya ndoa yake. Asubuhi iliyofuata, Juma aliamka mapema. Alikuwa nje akipiga simu kwa sauti ya chini. Asha alimsikia kupitia dirisha lililokuwa wazi kidogo. "Hapana, bado hawajapata pesa," Juma alisema kwa haraka. Asha alisimama kimya akisikiliza. "Niambia muda zaidi, nitarekebisha kila kitu," Juma aliendelea. Moyo wa Asha ulianza kupiga kwa kasi. Alisukuma mlango pole pole na kutoka nje. "Unazungumza na nani?" aliuliza ghafla.
Juma alishtuka na kukata simu haraka. Hakuma, ni mtu wa kazi tu. Asha alimsogelea. Hii si wakati wa kunidanganya tena. Juma alikaa kimya. Neema alitoka ndani pia, akitazama hali ile kwa makini. Ni wao, sivyo? Asha aliuliza. Juma alifumba macho, kisha akatikisa kichwa pole pole. Ukweli ulikuwa wazi sasa. Hawakuwa wanakimbia tu, walikuwa wanatafutwa, na muda wao ulikuwa unaisha. Baada ya kifungua kinywa cha haraka, walikaa mezani kupanga hatua inayofuata. Hatuna muda wa kusubiri, Neema alisema. Wanaanza kuwa karibu zaidi. Asha aliuliza, hii mchezo uliotaja jana ni nini hasa? Neema alichukua pumzi ndefu. Wanapenda kucheza akili. Ukijaribu kuwakimbia, wanakukamata. Ukijaribu kupigana, wanakumaliza. Lakini ukicheza nao, unaweza kupata nafasi. Asha alikunja uso. Na hiyo nafasi ni nini hasa? Neema hakujibu moja kwa moja. Na hapo ndipo Asha alijua. Hii haikuwa mwisho wa matatizo, bali mwanzo wake halisi. Na hapo nguvu MPYA ilianza kujengeka ndani ya Asha. Jioni hiyo walipanga mkutano wa siri. Tutawasiliana nao, Neema alisema. Tutawaambia uko tayari kuzungumza. Asha aliuliza, na tukikutana nao? Neema alijibu, usioneshe hofu. Hao wanaishi kwa hofu ya watu wengine. Juma alionekana kuwa na wasiwasi. Na tukishindwa? Asha alimkatiza, hatutashindwa. Kulikuwa na ukimya mfupi, lakini ulikuwa na nguvu ndani yake. Simu iliwekwa mezani. Neema aliandika ujumbe mfupi, kisha akamwangalia Asha. Uko tayari? Asha alichukua simu, akausoma ujumbe, kisha akabonyeza kutuma. Dakika chache baadaye, jibu lilikuja. Kesho, saa 10 jioni. Njoo peke yako. Juma alishtuka. Hapana, huendi peke yako. Asha alitabasamu kwa utulivu ambao haukuonyesha hofu yoyote. Ndiyo watafikiri, lakini hawajui nina nani nyuma yangu. Neema alimtazama kwa makini, na kwa mara ya kwanza aliona kitu tofauti ndani ya Asha, mwanamke aliyekuwa tayari kupigana. Saa 10 jioni ilifika haraka kuliko Asha alivyotarajia. Alivaa nguo rahisi bila mapambo yoyote. Alitaka aonekane wa kawaida, asiyevutia macho. Ndani yake moyo ulikuwa unapiga kwa kasi, lakini uso wake ulikuwa thabiti. Juma alisimama mlangoni. Tafadhali kuwa makini. Asha alimwangalia kwa sekunde chache. Nitakuwa sawa. Neema alimpa simu ndogo. Hii inarekodi kila kitu, usiache. Asha alitikisa kichwa, kisha akatoka. Njia ilikuwa tulivu, lakini kila gari lililopita lilionekana kama hatari. Alipofika mahali walipokubaliana, kulikuwa na gari moja tu liliosimama gizani. Mlango ulifunguka polepole. Karibu Asha, sauti nzito ilisema. Asha alivuta pumzi ndefu, akaingia ndani. Ndani kulikuwa na wanaume wawili. Uso wao haukuwa na huruma. Tunafurahi hatimaye kukuona, mmoja wao alisema. Asha alikaa kimya. Unajua kwa nini uko hapa? Asha aliwatazama moja kwa moja. Ndiyo, lakini nataka kusikia kutoka kwenu. Mwanaume huyu alitabasamu kidogo, na mchezo ukaanza. Ndani ya gari kulikuwa na ukimya mzito kabla ya mazungumzo kuanza. Pesa yetu iko wapi? Mwanaume mmoja aliuliza moja kwa moja. Asha hakujibu haraka. Alikumbuka maneno ya Neema, usionyeshe hofu. Pesa iko salama, alisema kwa utulivu. Swali ni, mnataka nini hasa? Wanaume wale waliangaliana. Kile kilicho chetu, mmoja alisema kwa sauti ya chini. Asha alitikisa kichwa. Kama ni hivyo, basi tunahitaji makubaliano. Makubaliano? Walirudia kwa mshangao kidogo. Ndiyo, Asha aliendelea. Hamwezi kuchukua kila kitu bila kufikiria matokeo. Hii pesa sasa iko chini ya mfumo wa financial compliance. Kila hatua inaonekana. Hilo lilikuwa nusu ya ukweli, lakini lilitosha kuwafanya washtuke kidogo. Unajaribu kututisha? Mmoja aliuliza. Asha alitabasamu kidogo. Hapana, ninajaribu kuwalinda na kujilinda. Kimya kilitanda. Mwanaume aliyekuwa kimya muda wote alisema, una akili, tofauti na tulivyodhani.
Asha hakujibu, lakini ndani yake alijua hii ilikuwa hatua ya kwanza tu. Nyumbani, Juma na Neema walikuwa wanagoja kwa wasiwasi. Kuna kimya sana, Juma alisema huku akitembea huku na kule. Neema alikuwa anasikiliza kupitia kifaa walichopewa. Anazungumza vizuri, bado yuko sawa, lakini ghafla sauti ilikatika. Neema? Juma aliuliza kwa wasiwasi. Neema alijaribu kurekebisha kifaa. Signal imepotea. Juma alishika kichwa chake. Hii haikuwa sehemu ya mpango. Neema alisimama. Lazima tuwe tayari kwenda kumsaidia. Lakini kabla hawajafanya chochote, kifaa kilirudi ghafla. Sauti ya mwanaume ilisikika wazi. Tutakupa saa 24. Leta pesa au mtapoteza kila kitu. Kisha kimya. Neema na Juma waliangaliana. Hii haikuwa tena mazungumzo. Ilikuwa vita rasmi imeanza. Ndani ya gari, Asha alishuka polepole baada ya mazungumzo kumalizika. Mwanaume mmoja alimwambia kwa sauti ya chini, usijaribu kutuchezea. Asha alimwangalia bila hofu. Ninacheza kwa sheria zenu, lakini nitashinda kwa akili yangu. Alifunga mlango na kuanza kutembea mbali na gari. Mara tu alipoingia kwenye kona, alipumua kwa nguvu. Mwili wake wote ulikuwa umejaa pressure. Alitoa ile simu ndogo na kuangalia, bado ilikuwa ina rekodi. Vizuri, alinongona. Alijua kuwa kile walichosema kinaweza kuwa silaha yao, lakini swali lilikuwa, wataitumiaje? Nyumbani, Juma na Neema walikuwa wanagoja kwa wasiwasi. Kuna kimya sana, Juma alisema huku akitembea huku na kule. Neema alikuwa anasikiliza kupitia kifaa walichopewa. Anazungumza vizuri, bado yuko sawa, lakini ghafla sauti ilikatika. Neema? Juma aliuliza kwa wasiwasi. Neema alijaribu kurekebisha kifaa. Signal imepotea. Juma alishika kichwa chake. Hii haikuwa sehemu ya mpango. Neema alisimama. Lazima tuwe tayari kwenda kumsaidia. Lakini kabla hawajafanya chochote, kifaa kilirudi ghafla. Sauti ya mwanaume ilisikika wazi. Tutakupa saa 24. Leta pesa au mtapoteza kila kitu. Kisha kimya. Neema na Juma waliangaliana. Hii haikuwa tena mazungumzo. Ilikuwa vita rasmi imeanza. Usiku huo hakuna aliyelala. Walikaa mezani wakipanga hatua ya mwisho. Hatuwezi kuwapa pesa yote, Juma alisema. Neema alikubaliana. Lakini hatuwezi pia kupuuza vitisho vyao. Asha alikuwa kimya, akifikiria KWA kina. Kisha alisema, tutawapa kile wanachotaka, lakini si kwa njia wanayotarajia. Wote walimwangalia. Asha aliendelea, tutatumia rekodi hii. Tutaiweka kama kinga yetu. Tukiwapa pesa, tutahakikisha hawataturudia. Juma alionekana kuwa na mashaka. Na kama wakichukua pesa na bado watufuate? Asha alitabasamu kidogo. Ndio maana tunahitaji mpango wa pili. Neema aliinama mbele. Mpango gani? Asha aliwatazama moja kwa moja. Tutawavuta kwenye mtego wao wenyewe. Kimya kilifuata, lakini safari hii kilikuwa na matumaini ndani yake. Na hapo vita ilibadilika kutoka kujilinda kwenda kushambulia. Asubuhi ilianza na ukimya mzito. Asha alisimama mbele ya kioo akijitazama kwa makini. Hakumwona tena yule mwanamke aliyesimama mlangoni siku ile akiwa na mshangao. Sasa aliona mtu mwenye uamuzi. Leo ndiyo siku, alisema polepole. Juma alisimama nyuma yake. Bado tunaweza kubadilisha mpango. Asha alitikisa kichwa. Hapana, tukirudi nyuma sasa, tumeshindwa tayari. Neema aliingia akiwa na begi. Kila kitu kiko tayari. Pesa iko hapa, lakini si yote. Juma alikunja uso. Na kama watagundua? Asha alijibu kwa utulivu. Hawatagundua mpaka iwe imechelewa. Walitoka pamoja, lakini safari hii walikuwa na lengo moja, kumaliza kila kitu. Lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa na swali moja. Je, watashinda au wataanguka kwenye mtego wao wenyewe? Walifika mahali pa mkutano mapema kidogo. Kulikuwa na jengo la zamani, kimya, lisila na watu wengi. Ilikuwa sehemu ambayo mtu angeweza kupotea bila mtu kujua. Tutafuata mpango kama tulivyokubaliana, Neema alisema kwa sauti ya chini. Juma alishika begi la pesa kwa nguvu. Hii inaweza kuwa mwisho wa kila kitu. Asha alimtazama, au mwanzo mpya. Dakika chache baadaye, gari lile lile la jana lilifika. Wanaume wale walishuka polepole. Mmeleta? Mmoja aliuliza bila salamu. Juma aliinua begi kidogo. Asha alisogea mbele.
Kabla ya hapo, tunahitaji uhakika. Uhakika gani? Mwanaume aliuliza kwa hasira ndogo. Asha alitoa simu yake. Uhakika kwamba baada ya hii mnatoweka kabisa. Wanaume wale walicheka kidogo, lakini hawakujua mchezo ulikuwa umebadilika tayari. Mara tu begi lilipowekwa chini, hali ilibadilika ghafla. Mmoja wa wale wanaume alitoa simu na kuanza kuangalia kitu. Uso wake ulibadilika. "Subiri kidogo," alisema. Wenzake walimwangalia. "Kuna kitu si sahihi hapa." Juma alihisi jasho likianza kutoka. Tatizo ni nini? Mwanaume alimwangalia Asha kwa macho makali. "Hii pesa si kamili." Kimya kilitanda. Neema alijaribu kusema kitu, lakini kabla hajamaliza, wanaume wale walitoa silaha. "Hatuchezi na watu wanaotudanganya," mmoja alisema kwa ukali. Juma alisogea mbele. "Tulikubaliana, nyamaza." Alikatwa. Asha alisimama bila kusogea. Ndani yake hofu ilikuwepo, lakini akili yake ilikuwa inafanya kazi kwa kasi zaidi. Hii ndio ile moment waliojiandaa nayo, lakini swali lilikuwa, je, mpango wao utafanya kazi kweli? Asha alinyanyua mikono polepole, akionyesha hana silaha. "Subirini," alisema kwa sauti thabiti. "Hamjui kila kitu." Mwanaume alimkaribia. "Tunaona kila kitu tunachohitaji kuona." Asha alitikisa kichwa. "Hapana, mnaona sehemu tu." Alibonyeza simu yake. Ndani ya sekunde chache, sauti ilianza kusikika, ile ile ya jana. Mazungumzo yao yote. Wanaume wale walishangaa. "Hii ni nini?" Mmoja aliuliza kwa hasira. Asha walitazama moja kwa moja. "Hii ni kinga yangu. Na sasa pia ni tishio kwenu." Kimya kilishika kila mtu. "Kama kitu chochote kitatokea kwetu," Asha aliendelea, "rekodi hii itaenda mahali ambapo haitazimika." Neema aliongeza, "na watu wengi wataisikia." Wanaume wale waliangaliana. Kwa mara ya kwanza, walionekana kupoteza nguvu. Mchezo ulikuwa umegeuka tayari, lakini bado haujawisha. Baada ya ukimya mfupi, mwanaume mmoja alishusha silaha polepole. "Una ujasiri," alisema huku akimtazama Asha. Asha hakujajibu, lakini ujasiri pekee hautoshi, aliongeza. Juma alishika pumzi yake. "Tutachukua hii pesa na tutafikiria hatua inayofuata." Asha alitikisa kichwa. "Hapana, tunamaliza hapa." Kimya zito kilifuata. Neema alisimama karibu na Asha. "Hakutakuwa na baadaye." Hii ndio mwisho. Wanaume wale walionekana kufikiria. Dakika zilionekana kama masaa. Hatimaye, mmoja wao alisema, "Sawa, leo tunamaliza." Lakini kabla hawajaondoka, alimwangalia Asha na kusema, "Umecheza vizuri, lakini kumbuka, mchezo huu haujawahi kuwa rahisi." Waliondoka na begi. Asha, Juma na Neema walibaki kimya, wakitazamana. Je, kweli ilikuwa imeisha? Au hii ilikuwa tu mwanzo wa kitu kikubwa zaidi? Baada ya wale wanaume kuondoka, kulikuwa na ukimya mzito uliobaki nyuma yao. Asha alisimama bila kusogea, macho yake yakifuata gari lililokuwa linaondoka mbali. "Je, imeisha kweli?" Juma aliuliza kwa sauti ya chini. Hakuna aliyemjibu mara moja. Neema aliketi chini polepole, akishika kichwa chake. "Sijawahi kuwaona wakiondoka kwa urahisi hivi." Asha aligeuka polepole. "Hiyo ndio inanifanya nisiamini." Juma alishika begi lililobaki. "Tumepoteza sehemu kubwa ya pesa." Asha alimkatiza kwa utulivu. "Pesa inaweza kurudi, maisha hayawezi." Kimya kilitanda tena. Lakini ghafla, simu ya Asha iliita. Namba haikuwa imehifadhiwa. Asha alitazama kwa sekunde chache, kisha akapokea. "Sema," alisema kwa sauti thabiti. Upande wa pili kulikuwa na kimya. Kisha sauti ilisema, "Hujashinda bado." Moyo wa Asha uliruka. Na hapo ndipo alijua bado haijaisha. "Sasa mnataka nini tena?" Asha aliuliza kwa hasira iliyodhibitiwa. Sauti upande wa pili ilicheka kidogo. "Tunataka kile ambacho hakipo kwenye begi." Asha alikunja uso. "Unamaanisha nini?" Juma na Neema walimsogelea, wakisikiliza kwa makini. "Kuna kitu muhimu zaidi kuliko pesa," sauti iliendelea. "Na unacho wewe." Asha alihisi baridi moyoni. "Niambie wazi." Kimya kidogo kilifuata. Kisha sauti ilisema, "Ukweli wote."
Simu ilikatika. Asha alishika simu kwa nguvu. Hii ina maana gani? Neema alionekana kuwa na wasiwasi. Labda kuna kitu hatujui bado. Juma alitikisa kichwa. Hapana, niliwaambia kila kitu. Asha alimwangalia moja kwa moja. Una uhakika? Juma hakujibu. Na hapo ndipo ile siri kubwa ilianza kujitokeza. Siri ambayo ingeweza kuvunja kila kitu walichobaki nacho. Usiku huo, mvutano ulirudi tena ndani ya ile nyumba. Asha alisimama mbele ya Juma. Niambie ukweli wote sasa. Juma alionekana kusita. Mikono yake ilitetemeka kidogo. Asha, kuna kitu sikukuambia, alisema kwa sauti ya chini. Neema alinyanyua macho kwa mshangao. Juma, si sasa. Ni lazima iwe sasa. Asha alikata kwa ukali. Juma alifumba macho, kisha akasema, pesa ile haikutoka tu kwenye uwekezaji. Kimya kizito kilitawala. Ilikuwa sehemu ya mpango mkubwa wa kifedha ambao haukuwa halali kabisa. Asha alihisi kama pumzi inamwacha. Na wewe ulijua? Aliuliza kwa uchungu. Juma alitikisa kichwa polepole. Nilijua, lakini nilifikiri ningeweza kutoka kabla mambo hayajaharibika. Neema alishusha macho. Ndio maana niliondoka mapema. Asha alikaa chini polepole, macho yake yakiwa mbali. Sasa alielewa kila kitu, lakini ukweli huu ulikuwa mzito zaidi kuliko alivyotarajia. Kulikuwa na ukimya mrefu kabla Asha hajazungumza tena. Kwa hiyo, maisha yetu yote yalijengwa juu ya uongo? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Juma alimsogelea. Hapana Asha, upendo wangu kwako ulikuwa wa kweli. Asha alimwangalia kwa macho yenye machozi. Lakini uaminifu haukuwa. Maneno hayo yalikatiza moyo wa Juma. Neema alisimama pembeni akihisi uzito wa hali ile. Kuna njia moja ya kumaliza hai yote, alisema polepole. Wote walimwangalia. Tuachane na kila kitu. Tuweke ukweli wazi. Tukubali hasara na tuanze upya. Asha alifikiria kwa muda. Pesa, biashara, maisha yao yote yalikuwa hatarini. Lakini pia kulikuwa na kitu kingine muhimu zaidi, amani ya moyo. Asha alisimama polepole. Nimechoka kukimbia, alimwangalia Juma. Kama tunaanza upya, basi iwe kwa ukweli. Juma alitikisa kichwa, macho yake yakiwa na machozi. Kwa mara ya kwanza walikuwa kwenye upande mmoja tena. Asubuhi mpya ilianza na mwanga tofauti. Asha, Juma na Neema walikaa pamoja, si kama watu waliokuwa wanakimbia, bali kama watu waliokuwa wamechagua ukweli. Walichukua hatua ya kwanza, kuwasiliana na mamlaka, kuweka kila kitu wazi. Haikuwa rahisi. Walipoteza pesa nyingi, walipoteza baadhi ya mali zao, walikumbana na maswali, hukumu na aibu kutoka KWA watu, lakini pole walipata kitu ambacho pesa haiwezi kununua: amani. Siku moja jioni, Asha na Juma waliketi njia ya nyumba yao ndogo mpya. Hatuna mengi kama zamani, Juma alisema kwa sauti ya upole. Asha alitabasamu kidogo, lakini tulichobaki nacho ni halisi. Neema alikuja kuwatembelea. Safari hii si kama mgeni wa siri, bali kama rafiki wa kweli. Walikaa pamoja, wakicheka kidogo, wakikumbuka safari yao. Na Asha alijua kitu kimoja: maisha yanaweza kuvunjika, lakini ukweli na ujasiri vinaweza kuyajenga tena. Na hapo ndipo hadithi yao ilipofikia mwisho, sio mwisho wa maisha, bali mwanzo wa maisha mapya.